Mashabiki wa Yanga kidogo wameshusha presha juu ya ubora wa kikosi chao wakiona mambo yanaanza kubadilika, lakini wachezaji wao nao wamefunguka namna alivyompokea kocha wao Pedro Gonçalves, raia wa Ureno. Wakizungumza na moja ya chombo cha habari kwa nyakati tofauti, wamesema kocha huyo ana vitu vyake ambavyo vimeanza kuingia kwenye timu na vitakuwa na matokeo chanya zaidi siku zinavyozidi kwenda. Nahodha msaidizi wa Yanga Dickson Job amesema mwanzo umekuwa mzuri kwa Gonçalves ndani ya kikosi chao, ambapo haraka wameanza kushika falsafa zake. Job amesema kuwa kocha huyo anataka wachezaji wake wacheze soka la pasi na mipango ambalo sio jipya ndani ya kikosi chao, ikiwapa nafasi ya kurudisha ubora wa timu na kushinda kirahisi. Nikimnukuu Job amesema, kocha tumempokea vizuri kama ambavyo umeona, tumeshinda vizuri hizi mechi mbili za kwanza, lakini muhimu sana hii awamu ya pili dhidi ya KMC. Nadhani baadhi ya mambo anayotaka yameanza kuonekana. Kocha anataka kuona wachezaji wake wanajiamini, wanatengeneza mipango ya kutafuta nafasi na kufunga mabao. Nadhani tukiendelea kuimarika zaidi tatuongezea vitu vingi bora. Mwisho kunukuu. Wakati Job akisema hayo, pia kiungo Pacome Zouzoua amefunguka kwamba kitu muhimu kwenye kikosi hicho ni namna wanavyohamasishana kuhakikisha wanaendelea kubadilika kabla ya mechi za ligi ya mabingwa Afrika, kitu ambacho kocha huyu anahitaji. Zouzoua amesema walilazimika kumwachia penalty mshambuliaji wa kikosi hicho Andy Boyel ili imsaidie kurudisha hali ya kujiamini kwa lengo la kuhakikisha wanakuwa kwenye mstari mmoja wa ubora. Nikimnukuu amesema, wakati ule nilikuwa nimeshafunga, nikaona umuhimu kwa wenzangu nao kufunga, hasa washambuliaji, ili tuimarike wote kabla ya mechi zijazo. Sio kwa Boyel tu, hata Prince Dube angekuwa uwanjani naye ningempa. Najua nini namaanisha pale mchezaji anapokosa kufunga muda mrefu. Nafurahi kuona tena baada ya penalti ile akafunga tena. Tunatakiwa wote kuwa kwenye mstari mmoja wa ubora kabla ya kuanza hizo mechi muhimu za ligi ya mabingwa. Naamini tutafanya vizuri zaidi. Mwisho kunukuu. Katika mechi hiyo iliyochezwa Novemba 9, 2025, uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, Yanga ilishinda mabao 4-1 yakifungwa na Max Nzengeli, Pacome na Boyel aliyetupia mawili, huku moja likiwa la penalti. Lile la KMC lilifungwa na Darwesh Saliboko. Yanga baada ya kumalizana na KMC ikiwa imeshuka dimbani mara 4 kwenye ligi kuu bara msimu huu na kuongoza msimamo wa ligi hiyo kwa kufikisha alama 10, Novemba 22, 2025 itaikaribisha AS FAR ya Morocco katika mechi ya ligi ya mabingwa Afrika kundi B itakayochezwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Hiyo itakuwa ni mechi ya 3 kwa Gonçalves tangu atambulishwe ndani ya kikosi cha Yanga mnamo Oktoba 25, 2025 akichukua nafasi ya Romain Folz. Mechi ya kwanza alishinda mabao 2-0 dhidi ya Mtibwa Sugar, kisha mabao 4-1 dhidi ya KMC, zote za ligi kuu bara. Dhidi ya AS FAR ni ya kwanza kimataifa.